Kuna wengine wanaishi kana kwamba Mungu hajawahi kuwepo, kwa kuwa tu wao wamefuata katika maisha yao. Mungu yupo na yeye tu ndiye atakayekuwa nguzo ya maisha yenu na mafanikio yenu, na mnaweza kufanya chochote mnavyotaka kufanya. Askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma amewataka vijana na wahitimu elimu ya chuo kikuu kutumia elimu yao kuleta mabadiliko katika jamii na kuwa wabunifu. Akisoma taarifa kwa niaba ya mgeni rasmi aliyetakiwa kuwa rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mhashamu Wolfgang Pisa, ambapo amewakilishwa na Askofu Wilbrod Kibozi, amewataka vijana hao kufanya kazi halali ili kujipatia kipato na kupambana na umasikini. Elimu mlioipata hapa iwafanye kuwa vijana wapinga mifumo kandamizi, ubwana, ufisadi katika jamii na taifa kwa ujumla. Kwa vile mnakusudia kuingia katika jamii, kuweni wabunifu katika kufanya shughuli halali zinazowapatia kipato ambacho kitawapa maendeleo. Endeni mkawe mabalozi wa elimu na mabadiliko katika jamii yetu na nchi yetu. Endeni mkaonyeshe duniani kwamba Tanzania inaweza na inafanya makubwa. Nasi kama kanisa tunatambua umuhimu wa elimu, na ndio maana kanisa limewekeza katika kutoa huduma hiyo. Nia yetu ni kupambana na kupiga vita umaskini. Elimu kwetu sio biashara, ila ni huduma safi ya kijamii. Naye mkuu wa wilaya Nanyumbu Christopher Magala, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanali Patrick Kenan Sawala, amewataka wahitimu kutumia elimu waliyopata kufumbua fursa mbalimbali zilizopo na kuwa mabalozi wa chuo hicho. Wito wangu kwenu, mkaitumie elimu hiyo kwa ajili ya ustawi na utu wa maisha yetu. Elimu hiyo ikawe ni dira na mwenendo wenu kimaadili. Kufundwa kwenu kiakili na kitaaluma kutawajengea roho ya kujiamini katika kujenga maadili yenu, na maadili hayo ambayo hayawezi kutua mahali pengine nje ya uhuru na furaha ya kweli. Na zaidi ya hapo, mkawe mabalozi wazuri wa mkoa wetu wa Mtwara. Fursa hizo nilizozitaja na nyingine nyingi, naweza mkawa wanufaika mojawapo. Mkawe mabalozi wazuri wa nchi yetu ya Tanzania kokote mtakakofika ulimwenguni. Kwa upande wao, baadhi ya wahitimu wa chuo hicho akiwepo Emedi Burhani Hassani, Maria Mateo na Adabu Michael Ruheta wameeleza namna walivyojipanga kukabiliana na changamoto za mtaani mara baada ya kuhitimu masomo yao. Jina langu ni Emedi Burhani Hassani, ni miongoni mwa wahitimu katika shahada ya sheria hapa katika chuo hiki kishiriki cha Mtakatifu Agostino Mtwara. Binafsi ninayo furaha kubwa kwa kuhitimu shahada ya sheria, na endelea kuishauri serikali iendelee kuboresha mazingira ya elimu, utoaji wa mikopo ambao kiujumla umekuwa msaada mkubwa sana kwa wanafunzi hasa wanaosoma bachelor. Kwa hivyo ili kuendelea kusapoti wanafunzi hao ambao bado hawana uwezo wa kujikimu. Binafsi yangu naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mikopo ya elimu ya juu nimefaidika nayo mpaka hapa kumaliza. Kweli nawashukuru sana. Hela iongezwe kwa maana kwenye upande wa ada, lakini upande wa bumu ili liweze kuwasupport na liweze kuwanufaisha vyema wale ambao wanaendelea kusoma. Kwa majina naitwa Maria Mateo Mwasire, ni mhitimu wa shahada ya usimamizi wa biashara upande wa ugavi na manunuzi. Nina furaha kubwa siku ya leo kuhitimu shahada yangu. Pia nipende kuwaasa wanafunzi wenzangu na watu wana chuo wote kwamba wakabidhi malengo yao kwa Mungu, naye atawafanikishia. Nimejiandaa kukabiliana na changamoto zote za mitaani kwa kujituma, kuangalia zile nafasi ambazo hazijawa covered na wengine ili niweze kupata kipato na kuendeleza maisha yangu tofauti na kutegemea zaidi ajira. Kwa jina naitwa Adabu Michael Ruheta, mhitimu wa shahada ya usimamizi wa biashara na masoko. Nipende kuwaasa wanafunzi wanaobaki waendelee kukaza buti, wasikate tamaa, waamini mchakato, kwa sababu mchakato ndio unaoleta
matokeo. Kwa ujumla pia tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya chuo chetu kwa kuendelea kutusimamia vizuri sisi kama vijana almaarufu Gen Z ili tuweze kufanikisha kutimiza ndoto zetu. Asante. Wito wangu ni kwamba elimu ni kitu kimoja na maisha baada ya elimu ni kitu cha pili. Tunapaswa kucheza game zote, ikiwa ni game za nyumbani na game za away, ili tuweze kufanya vizuri katika maisha. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni chuo cha Stella Marius Sauti Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.